Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu ni watukufu wa Islam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetujalia sisi akatupa afya na uzima kabisa. Ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Napenda kutoa maneno machache ambayo yatakayokusaidia ndugu yangu. Ndugu yangu, kuna watu ambao wanasumbuka sana katika maisha ya duniani. Kuna wengine wanasumbuliwa na maradhi mbalimbali, kuna wengine wanakuta maradhi ya mashetani, kuna wengine wanakuta hawapati watoto, mtu anakaa muda mrefu kweli anasumbuliwa na mashetani. Yani asili yake mtu mpaka anakuwa vinakutaka ni shetani. Wengine ni kadari za Allah subhanahu wa ta'ala, wengine anakuwa muda mrefu lakini Allah mwenyewe ndio kapanga. Lakini mara nyingi sana maradhi yao yanatokana, sababu yake yanatokana ni mashetani, yani ndio yanasababisha. Kuna wengine unakuta mtu anaumwa na moyo, maradhi yani moyo tu mtu anauma, unakuta mtu matezi, unakuta mtu anauma mambo mengi mbalimbali. Mashetani, unakuta mtu anapiga kelele, watoto kwa mfano watoto wadogo shuleni wapiga makelele sana. Kuna mtu unakuta mambo mengi sana ambayo mtu anamsumbua, maradhi mbalimbali, ngiri, unakuta mtu anasumbuliwa sana, mambo mengi mambo mbalimbali, maradhi mbalimbali ambayo yanasumbua kwa mwanadamu. Sasa kama mfano wa maradhi ya mashetani, ikiwa kama kuna mtoto wako au ndugu yako au nani yako, mama yako ana mashetani, basi kuna tiba ambayo ipo na nina uwezo wa kuelekeza hapo ulipo, afu nikakuelekeza dawa zifuatazo ambao ni dawa za Kiarabu ambao kwa jina lingine wanaita dawa za Kishuna. Zinapatikana katika maduka mbalimbali ambao ukienda unaweza kupata. Mimi kwa namba yangu na kutajia namba yangu ili angalau kama umepata maradhi mbalimbali ya mashetani, hasa kama mashetani, mtu anakuta na shetani anapiga kelele au moyo nauma, nakuta mtu masikio mfano, nakuta kichwa kinauma upande, ni mashetani hayo. Mambo mbalimbali, yani kuwa na muda mwanaume wewe kwa mke wako, kuna baadhi ya vitu yani huna, yani kama mfano nguvu vile, yani kama mfano vitu vingi unakuta muda wewe na mwenzio mnagombana, hasa kama mwenza wako mke wako mnagombana. Sasa kuna vitu vingi ambavyo unaweza kufanyiwa, afu Allah huenda akajalia ukapata wepesi. Mfano, unaweza kuwa nyumba yako ina maadui watu wengi sana, utawezi wengi. Sasa kuna dua ambayo unaweza kuifanya, afu Allah akujalia mambo ya kama mazuri inshallah taala. Kwa namba napatikana 06 14 05 05 34 54. Hiyo inshallah taala na uwezo ukinipigia naweza kukuelekeza vizuri kwamba unaweza kutumia hivi na hivi inshallah, ukakidhika maradhi mengi sana ambayo unasumbuliwa, ambayo yanakusumbua katika mwili wako inshallah taala. Ukifanya hivyo utanipata na uwezo wa kuelekeza huko ulipo. Na mara nyingi sana wanasema kwamba Mtume sallallahu anasema kwamba ishfu marullakum bisadaqa, kwamba ponyesheni maradhi yenu kutumia sadaka. Unaweza kuchukua sadaka yako ukapeleka kwa ndugu yako, afu kusema kwa nia ya Rabbi, na kuomba maradhi haya kwa dawa hii ambayo natumia, na kuomba ya Rabbi Mwenyezi Mungu nijalie nipate wepesi. Lakini mara nyingi sana kule ambako unapata ile dawa, unatakiwa ufanyeje? Utoe sadaka. Ile yule ambaye anakupa ile dawa ili aridhie, kule kuridhika kwake inakuwa ni moja kwa moja. Kwa inshallah, kama unasumbuliwa maradhi haya ambayo hapa nimeyataja kwa uchache ili angalau kilipu isije kaa ndefu, nimetaja kwa uchache tu. Kama unasumbuliwa na maradhi miongoni mwa hayo ambayo mashetani, hasa kama mashetani haya, mtu unagombana mwenzio, mfano mtu unagombana mwenzio, ili angalau upatikane suluhu, kuna dua ambazo za kufanya kati yako wewe na mwenzio, afu ikapatikana mahaba. Au mfano ninavozungumzia mwenzio, mke wako, labda mwanaume mke wako, au mwanamke wewe mume wako, unampenda mwenzio sana lakini mwenzio hakupendi. Sasa kuna vitu vingi ambavyo kufanya, afu mwenzio akakuona mtamu wewe au mzuri na kupenda sana kama asali. Inshallah taala, billahi tawfik, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.